Katika kijiji tulivu cha mbali, kijana mnyenyekevu aitwaye Yusuf aliishi na bibi yake mzaa mama. Maisha yao yalikuwa ya shida lakini yenye amani. Yusuf alikuwa kijana mwenye bidii, akijituma kila siku kumsaidia bibi yake ambaye alikuwa ndiye nguzo pekee ya maisha yake tangu wazazi wake walipofariki dunia kama alivyodhani. Siku moja, akiwa ufukweni mwa mto mkuu wa kijiji akitafuta kuni, Yusuf aliona kitu kiking'aa kwenye mchanga. Ilikuwa ni chupa ya kioo iliyozibwa vizuri. Kwa udadisi, aliifungua na ndani yake akakuta karatasi iliyochakaa yenye ujumbe wa kustaajabisha. Muda umefika. Nenda mjini, utafute mtaa wa fahari, nyumba namba 10. Omba kazi yoyote. Mlango wa maisha yako utafunguliwa hapo. Licha ya hofu ya bibi yake, Yusuf aliamua kufuata wito huo. Alisafiri kwa siku 3 hadi kufika mjini. Kazi ya kustaajabisha. Baada ya kuitafuta nyumba hiyo, alipigwa na butwaa kuona mjengo wa kifahari wenye kuta ndefu na bustani za kuvutia. Alijitambulisha na kuomba kazi ya kufanya usafi. Alipewa kazi ya kukoropa, kusugua na kupiga deki sakafu za marumaru za jumba lile. Yusuf alifanya kazi hiyo kwa moyo mweupe. Hata hivyo, mara nyingi alihisi kama anafuatwa na kivuli. Alikuwa akisikia sauti za watu wakizungumza kwa sauti ya kufanana na yake kabisa. Alijaribu kumuuliza msimamizi wa kazi, lakini aliambiwa anyamaze na aendelee na kazi. Siku moja, akiwa anasugua sakafu ya korido ya juu ambayo ilikuwa imekatazwa kuingia, Yusuf aliona mlango ukiwa wazi kidogo. Kwa udadisi, alichungulia ndani. Alichokiona kilimsimamisha mapigo ya moyo. Ndani ya chumba kile, alimwona kijana aliyevaa joho la hariri la gharama, ameketi kwenye sofa la kifahari. Kijana huyo alipogeuka, Yusuf alihisi kama anajitazama kwenye kioo. Alikuwa ni pacha wake wa kufanana kabisa, ambaye alijulikana kama Khalfan. Ukweli unafichuka. Khalfan alishtuka kumwona Yusuf lakini hakupiga kelele. Badala yake, alimkaribisha Yusuf na kumwonyesha barua nyingine ambayo yeye pia alikuwa nayo. Barua iliyokuwa na mwandiko ule ule uliokuwa kwenye chupa ya Yusuf. Bibi yake Yusuf kijijini alikuwa amemficha ukweli. Yusuf na Khalfan walitenganishwa wakiwa watoto baada ya utajiri wa baba yao kusababisha chuki katika familia. Mmoja alipelekwa kijijini kwa usalama na mwingine akabaki mjini kurithi mali. Ule ujumbe kwenye chupa ulikuwa ni mpango wa siri wa mtu aliyekuwa akijua siri hiyo, ili ndugu hawa waungane tena. Kutoka kuwa mkunaji wa sakafu, Yusuf alijikuta akivua nguo za kazi na kuketi pembeni ya pacha wake, wote wawili wakitazama mbele kwa matumaini ya kuunganisha tena vipande vya maisha yao vilivyopotea. Safari ya kurejea kijijini ilikuwa ya ukimya mwingi. Yusuf na Khalfan waliketi nyuma ya gari la kifahari, wakitazama miti na mashamba yakipita kwa kasi. Khalfan alikuwa ameduaa kuona mazingira ya kimaskini ambayo ndugu yake aliishi maisha yake yote, huku Yusuf akihisi hofu ya jinsi bibi atakavyopokea ukweli huu. Walipofika mlangoni mwa kanyumba kadogo kabibi, walimkuta ameketi kwenye kiti chake cha mbao akichambua mboga. Alipoinua macho na kuwaona vijana wawili wanaofanana kama shilingi kwa ya pili, sahani ya mboga ilimponyoka mkononi. Maungamo ya bibi, Mungu wangu! Bibi alipiga kelele huku akitetemeka. Nimeishi nikiogopa siku hii, lakini pia nimeishi nikiombea itokee. Bibi aliwaingiza ndani na kuelekea uvunguni mwa kitanda chake. Alitoa sanduku dogo la shaba lililofunikwa na vumbi la miaka mingi. Alilifungua kwa mikono inayotetemeka na kutoa picha ya zamani ya mwanamume na mwanamke waliokuwa wamevaa mavazi ya kifalme. Hawa walikuwa wazazi wenu, bibi alianza kusimulia kwa sauti ya huzuni. Baba yenu alikuwa mfalme wa biashara, lakini ndugu zake walikuwa na roho mbaya. Walipopata ajali, walijua pacha ninyi mngeuawa ili mali ichukuliwe. Ilibidi niwatenganishe. Yusuf nilimchukua mimi nimfiche huku kijijini, na Khalfan alichukuliwa na rafiki waaminifu wa baba yenu mjini ili alindwe na sheria. Ujumbe wa siri. Yusuf alitoa ile karatasi ya kwenye chupa. Bibi alitabasamu kidogo na kusema, kinyota. Hiyo chupa niliitupa mtoni mwezi mmoja uliopita. Nilijua maji yataipeleka mahali utapoiona. Nilitaka uende mjini ukiwa huna kitu, ili uonje shida na ujifunze unyenyekevu kabla ya kukutana na utajiri wa ndugu yako. Mtihani mpya. Hata hivyo, furaha yao ilikatizwa na sauti ya magari nje. Ndugu wa baba yao, wajomba zao, waliokuwa wamepora mali nyingi mjini, walikuwa wamepata habari kuwa pacha hao wameungana. Walikuwa wamekuja kijijini wakiwa na nia mbaya ya kuhakikisha siri hiyo haitoki nje ya kijiji kile. Khalfan alimgeukia Yusuf na kusema, kinyota kaka, mimi nina pesa na nguvu za mjini, lakini wewe una akili ya maisha na ujasiri wa kijijini. Lazima tushirikiane kuwalinda bibi na urithi wetu. Magari matatu meusi yalisimama mbele ya kanyumba kabibi, yakitimua vumbi jingi. Wajomba zao wakiongozwa na mzee Juma,
mtu mwenye roho ya kikatili aliyekuwa amemiliki mali za baba yao kwa hila. Walishuka wakiwa na walinzi wenye silaha. "Tunajua mko hapa," Mzee Juma alipiga kelele. "Hiyo picha na sanduku havitaweza kuwasaidia. Sheria iko mikononi mwangu mjini, na huku kijijini hakuna atakayewasikia mkilia." Mtego wa Yusufu, ujanja wa kijijini. Yusuf, akijua kila vichochoro vya kijiji kile, alimnong'oneza Khalfan kinyota, "Wewe ni mgeni hapa, lakini mimi ni mwenyeji. Wao wana silaha, sisi tuna akili ya pori." Yusuf alimsaidia bibi kujificha kwenye handaki la siri lililokuwa chini ya kitanda, kisha akamwongoza Khalfan kupitia mlango wa nyuma. Walielekea kwenye msitu wa giza uliokuwa nyuma ya nyumba, ambapo Yusuf alikuwa ameweka mitego ya wanyama tangu asubuhi. Wajomba zao walipoingia ndani ya nyumba na kuikuta tupu, walikimbilia msituni kwa hasira. Moja baada ya mwingine, walinzi wa Mzee Juma walianza kunaswa na mitego ya kamba na mashimo ambayo Yusuf alikuwa ameyafunika kwa majani. Khalfan na teknolojia ya mjini. Wakati Yusuf akitumia ujanja wa porini, Khalfan alitumia saa yake ya kidijitali, smartwatch, ambayo ilikuwa na kifaa cha kurekodi sauti na video kwa siri. Alijitokeza makusudi mbele ya Mzee Juma. "Mjomba, kwa nini unatuandama? Tunataka tu haki yetu," kinyota Khalfan alisema akijifanya anaogopa. Mzee Juma alicheka kwa dharau, "Kinyota haki? Baba yenu alikuwa mjinga. Mimi ndiye niliyepanga ile ajali ili niongoze kampuni. Na ninyi pacha, leo ndo mwisho wenu." Hakujua kuwa kila neno alilosema lilikuwa linarekodiwa na kurushwa moja kwa moja live stream kwenye mitandao ya kijamii na kwa mawakili wa Khalfan waliokuwa mjini kupitia satelaiti. Ushindi wa damu. Mzee Juma alipoinua bastola yake, Yusuf alitokea juu ya mti na kumwangushia nyuki waliokuwa kwenye mzinga aliouandaa. Katika vurugu zile, polisi wa kijijini walioitwa na majirani walifika na kuwakuta wajomba wakiwa wamechanganyikiwa. Ushahidi wa video uliorekodiwa na Khalfan ulikuwa tosha. Mzee Juma na kundi lake walitiwa pingu mbele ya macho ya kijiji kizima. Yusuf na Khalfan walirejea ndani na kumtoa bibi kwenye maficho. Sasa Yusuf hakuwa tena kijana wa kukoropa sakafu, na Khalfan hakuwa tena pacha mpweke. Waliamua kujenga jumba kubwa la kisasa pale kijijini kwa ajili ya bibi, na kurudi mjini pamoja kuendesha kampuni ya wazazi wao kama timu moja.